kwa sababu makundi yote yameshirikishwa na makundi yote yalikuweko hapa, na mimi nimekuwa shahidi pia. Makundi yametangazwa, yamesimamishwa mbele yangu, nimeona wamesimama na wamedhihirisha uwepo wao. Salamu hizi zitaendelea kuwafikia Watanzania wote kupitia makundi haya na kuhakikisha tunaendelea kudumisha demokrasia nchini mwetu, lakini tunaendelea kulinda msingi na tunu ya Watanzania wote ya amani ndani ya nchi yetu. Kila mmoja atimize wajibu wake ili Tanzania iendelee vizuri na tuweze kuvuna yale mazao mazuri ambayo tunayategemea yakisimamiwa na msingi wa amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Katika kudhihirisha azma ya dhati ya kuimarisha demokrasia nchini, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizielekeza taasisi za serikali zilizotajwa katika mapendekezo ya kikosi kazi kufanya mazingatio ya utekelezaji wa maoni yaliyopendekezwa. Aidha, kupitia mapendekezo hayo ya kikosi kazi, hatua zimechukuliwa ambapo mpaka sasa mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani ya vyama vya siasa inaendelea kufanyika. Serikali inaendelea kuyafanyia kazi mapendekezo yote, na yale yote yanayohusiana na masuala ya sheria tunaendelea kuyafanyia mazingatio ili kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kwa ufanisi zaidi. Ndugu zangu washiriki na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, hali ya siasa katika nchi yetu ni shwari na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kujipatia riziki katika hali ya amani kabisa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitaendelea kusimamia amani na kuwaletea maendeleo wa Tanzania bila ya kujali itikadi za kisiasa. Hivyo jukumu la kulinda amani ya nchi yetu ni jukumu letu sote. Sisi kama viongozi tuelekeze wajibu wetu na tujiepushe. Sisi kama viongozi tutekeleze wajibu wetu na tujiepushe kufanya matendo yanayoweza kusababisha kupotea kwa amani. Ndugu viongozi wa vyama vya siasa, tuna jukumu la kulinda amani ya nchi hii. Na wasihi sana viongozi wenzangu, mjitahidi kwa nafasi zenu kuwanasihi wanachama na wapenzi wa vyama vyenu kwamba amani hii tulionayo ni tunu adhimu, hatuna budi kuilinda kwa namna yoyote ile. Aidha, na wakumbusha muahimize kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi, hasa wakati wa kuendesha mikutano ya hadhara. Lugha ambazo zimekuwa zikitumiwa na baadhi yetu sio nzuri na zinaweza kusababisha mpasuko wa umoja katika taifa letu. Tusipokuwa makini na jambo hili, linaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Hivyo na wasihi sana tulinde amani ya nchi yetu kwa maslahi mapana ya taifa letu.